Yeah, karibu sasa kwenye mada yetu au semina yote kuhusiana na the finance discussion. Nimeamua kuita hivi, hii sio kwamba ni theme, lakini ni kwa sababu tunaongea vitu kuhusiana na finance, kuhusiana na fedha, si ndio? Kwa hiyo ni kama vile discussion ya finance discussion. Kwa hiyo lakini tutakachokuwa tunaenda kuongea pale kama uvoona kwenye screen ni youth loan, lakini it's more than that, ni zaidi ya hivyo. Kwa hiyo wala usijali yule ambaye yuko zaidi ya miaka 35, wala hata usijali, kwa sababu hapa tunakwenda kushare vitu kwa kila rika. So kwa majina naitwa John Chirwa. Namshukuru Mungu tu recently nilikuwa SPSP, lakini tuna SPSP mwingine humu ndani Blaza Nehemia hapo. Labda in case kwenye mambo ya issue za manunuzi au procurement, tutakusaidia hiyo elimu. Kwa hiyo karibuni sana kwenye discussion yetu ya the finance discussion. So bila kupoteza muda, kwa sababu theme ya mada yetu inaongea kuhusiana na mikopo kwa vijana, lakini ni zaidi ya hivyo. Kwa hiyo karibuni. Labda tunaweza tukaanza sasa kwenye slide ya kwanza. Inahusiana na nini? Okay, sote tunajua kuhusu mkopo. Na wengine pia inawezekana ni walimu zaidi yangu mimi kwenye taaluma zao za fedha, wamejifunza pia kuhusiana na mambo ya mikopo na nini na vitu kama hivyo, lakini tutakwenda kujua zaidi. Sasa tutakwenda kujifunza kuhusiana na elimu ya mikopo kwa vijana, lakini kwa watu ambao wasiokuwa vijana, kwa maana wazee, wanawake, walemavu, watu wa tatizo ulemavu, wote hao pia wanastahili kupata mikopo, kwa sababu wanaotoa mikopo serikalini hawabagui kwamba huyu ni mzee au ni kijana au ni nani, lakini kuna mikopo ya kila rika. Sasa twende kote kujifunza kwamba mkopo maana yake nini, si ndio? Okay, kwa haraka kwamba mkopo ni fedha au rasilimali inayotolewa na mtu, benki au taasisi ambao ni mkopeshaji, lakini kwenda kwa mtu mwingine au biashara ambao hiyo ni mkopaji. Sawa? Kwa makubaliano ya kurudisha baada ya muda fulani. Kwa hiyo mkopo siku zote ni fedha, lakini tunajua kabisa kwamba mimi kitu ambacho nachokupa, lakini katika terms za condition, hiyo haiwezi kuwa ni kitu cha kawaida, si ndio? Kwa hiyo hiyo ndio sifa halisi ya maana ya mkopo. Unapewa hela na mtu na taasisi, lakini kwa condition maalum au kwa makubaliano maalum. Sasa hiyo haiwezi kuwa hela ya kawaida. Obvious, hiyo ni nini? Ni mkopo, si ndio? Lakini pia tukienda mbali zaidi, mkopo pia inawezekana ikawa ni nyenzo ambayo inaweza kumsaidia mtu, sawa, au kikundi fulani katika kutimiza malengo, katika kutimiza lengo lao la biashara au mradi fulani wenye tija ya kukuza biashara au lengo lao. Kwa hiyo mkopo pia unaweza ukawa ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia wewe, ikawa kama ni mtaji kwako, si ndio? Kuna ushuhuda, inawezekana mimi na wewe hatujui, lakini kuna watu wanakaa leo wanashuhudia kwamba ametoka kimaisha kwa sababu tu alikopa sehemu, benki, aidha taasisi au nini, lakini kabla ya kukopa alikaa chini na kutathmini nini cha kufanya na namna gani ya kuiendea hiyo biashara au hiyo kitu ambacho anachofanya ili kusudi aweze kutimiza malengo yake. Sawa? Kwa hiyo mkopo pia ni nyenzo ambayo inaweza kukusaidia wewe pia, unaweza ukatoka kimaisha au unaweza ukafanikiwa kwenye jambo lako lolote lile ambalo umelikusudia kulifanya, si ndio? Naweza kwenda kwenye slide nyingine kwa haraka. Hiyo tu nikiwa ni mwendelezo wa kina zaidi kuhusiana na mkopo. Sawa? Kwa hiyo mkopo hautoki kwa mmiliki wa biashara, sawa, au biashara yenyewe. Ndio maana tunasema kwamba mkopo ni chanzo cha nje cha mtaji, si ndio? Kwa mfano, let's say mimi na biashara yangu, si ndio? Au na kampuni yangu, lakini mimi mwenyewe siwezi kujikopesha, sawa? Siwezi kufanyaje?
siwezi kujikopesha. Kwa hiyo maana yake nini? Lazima nikatafute chanzo cha nje cha pesa ili kusudi kiweze kunisaidia kuweza kufinance, sawa, kazi zangu au biashara zangu za ndani. Kwa hiyo siku zote normal tunasema kwamba mkopo ni moja kati ya chanzo cha nje cha fedha. Natamani kwenda kidogo lipa, lakini sasa naogopa nisije nikaongea vitu vingine ambavyo pengine mtu mwingine anaweza akawa ananishangaa. Katika kampuni tuna miundo ya mkopo, tuna muundo wa mtaji. Makampuni yote yale kuna muundo wa mtaji. Na muundo wa mtaji ni hizi mbili tu, sifa kuu mbili za muundo wa mtaji. Unasema equity and debt. Sawa? Sasa kwa Kiswahili chake equity sio niseme nini? Kiswahili chake. Kiswahili sasa equity. Labda ndio tuseme ndio mtaji wenyewe, si ndio? Yeah, lakini debt maana yake ni mikopo. Kwa hiyo kampuni inaweza ikaendeshwa, sawa? Inaweza ikaendeshwa kwa kuangalia tu rasilimali mbili za fedha ambazo mkopo na mtaji ambao husika kampuni inakuwa nayo. Lakini sasa sisi hapa tunachokiangalia ni ile nyenzo nyingine ya nje, kwa maana ya mkopo ambao tunautegemea kupata aidha kwenye serikali au taasisi ya mtu binafsi, mabenki au mtu mmoja mmoja, si ndio? Kwa hiyo ukiangalia hapo nimeelezea tu zaidi kuhusiana na mkopo, sawa? Au tunasema kwamba ile scope nimeelezea tu zaidi kuhusiana na mkopo ni nini, si ndio? Labda tu twende slide nyingine kwa kuto kupoteza muda sana. Sasa twende kwenye sehemu yetu nyingine. Baada ya kujua maana ya mkopo ni nini, sasa twende kujua vyanzo vya nini? Vyanzo vya mkopo. Sawa eh? Twende kujua kuhusiana na vyanzo vya mkopo. Mkopo tunaweza tukaupata kwanza kabisa kwa marafiki na familia. Familia anaweza kuiza baba, mama au nani, mjomba, shangazi. Anaweza kawa na nyenzo yoyote ya fedha ambayo anaweza kukupatia kwako wewe ikawa kama ni mkopo. Baba anaweza kukwambia, bwana nakupa hela hii na kukopesha, nenda kafanye biashara mwanangu, lakini utanirejeshea kiasi fulani cha fedha, si ndio? Kwa hiyo ni moja kati ya vyanzo vya mkopo, au ni moja kati ya chanzo cha mkopo mtu anaweza kukipata, ambapo tunasema kwamba chanzo cha kwanza cha mkopo kwa ajili ya watu binafsi ni marafiki na familia. Sawa? Hii ni jambo la kawaida kwa kuwa mtu anaaminika zaidi na watu walio karibu naye kuliko walio mbali wasiomjua, si ndio? Ni kweli kabisa. Kuna namna ambavyo labda mimi hapa sister naweza nikawa namuamini akaja na jambo lake au na shida yake, akanielezea labda business plan yake au proposal yake, na mimi nikavutiwa. Sasa ni rafiki yangu huyu, si ndio? Na mimi nina uwezo wa kumpa hela aweze kufanya shughuli zake ambazo kwake yeye zinatija. Kwa naweza nikakubaliana naye, basi poa, mimi nakukopesha labda milioni kadhaa, utanirejeshea kidogo kidogo. Tayari ni chanzo cha mkopo ambacho nimefanyaje? Nimempa. Pengine labda inawezekana angeenda benki angepitia process nyingi. Kwa hiyo ni moja kati ya chanzo cha mikopo ambayo mtu anaweza kupata. Lakini pia nyingine ni benki. Hii benki. Kwa hiyo watu wengi sana wanafahamu kuhusiana na hii benki kwamba unahitaji kuhusiana na mkopo fulani. Unatoka hapo, unaenda zako benki, unajielezea vizuri na proposal yako na business plan yako vizuri. Umeona? Mwisho wa siku benki wakishawishika wanakupa fedha, na ile fedha kwako wewe inatumika kama mtaji. Lakini kumbuka kwamba benki kama amekukopesha kwake yeye anaita financial asset. Sasa nikisema financial asset maana yake kama benki amekukopesha, anategemea kwamba ile riba anayokurejeshea kwake yeye ni kama rasilimali fedha, sehemu ya faida kwake anayopata kutoka kwako wewe. Lakini wewe ambaye unayekopa, tunaita kitaalamu nasema kwamba financial liability. Maana yake kwamba wewe una burden, una deni. Kwa maana hiyo kama umekopeshwa milioni 1, si ndio? Na unavokuwa unarudisha milioni 1.5, maana yake ile 500,000 imetumika kama riba. Sawa? Ambayo mlikubaliana katika mkataba kabisa kati yako wewe na nini? Na benki. Kwa hiyo ni moja kati ya
chanzo kingine au nyenzo nyingine ambayo mtu anaweza akapata mkopo, si ndio? Kwa hiyo sitaki nielezee sana hapo into deep, labda tunaweza tukaenda slide nyingine. Okay, ikiwa kama ni muendelezo, chanzo kingine ambacho unaweza ukapata mkopo pia ni kupitia vikundi, si ndio? Kupitia vikundi. Kwa hiyo chanzo kingine cha mikopo kwa ajili ya watu binafsi ni vikundi vya akiba ya mikopo, mfano vikundi vya hiari vya kuweka akiba, sawa, na kukopeshana, vikoba, vikundi vya wafanyakazi, vikundi vya marafiki, vikundi vya ukoo. Hivyo vyote ni vikundi ambavyo unaweza ukakopa fedha hapo, si ndio? Mfano, let's say labda kwenye familia zetu au katika koo zetu, wengine labda wanakuaga wana mfuko wao wa kifamilia au wa kiukoo, si ndio? Ili kusudi labda kama mwenzao katika ukoo au katika familia anataka kufanya biashara fulani, na hichi kitu wanacho wengi sana, kwa research yangu ndogo, wanacho sana Wahindi na Waarabu. Wengi sana wanacho hichi kitu, kwamba unakuta labda wanamwezesha mtoto wa mjomba au nani, sawa, kumkopesha kwenda kufanya biashara fulani, alafu then ile hela atakuwa anarudisha kidogo kidogo. Ni moja kati ya pia chanzo cha mkopo mtu anaweza akapata, ukiachia mbali na sehemu zingine, benki au labda sehemu zingine. Lakini pia kitu kingine, wakopeshaji, sawa. Kuna watu kabisa na yani wanafanya kazi ya kukopesha watu. Nafikiri hao mshaye kuwasikia huko, si ndio? Sasa kuna wengine huko wanaweza kukopesha hadi kwenye sehemu ambazo ni za kausha damu. Imagine. Unakuta sometimes unakopa huko fedha, lakini riba yake ambayo utakaoanza kuexperience huko ni ngumu sana, kiasi cha kwamba hata wewe mwenyewe yani unaanza kuhisi, hii mimi nitarudishaje hii hela? Na ndio nishakopa. Umeona? Kwa hiyo ni sehemu nyingine pia ya chanzo cha nini? Cha mkopo. Lakini pia kuna SACCOS. Nafikiri watu wengi sana wanafahamu kuhusiana na hiyo issue, si ndio? Kwa sababu SACCOS pia ni chanzo kingine cha kwa ajili ya watu binafsi kukopa. So ni SACCOS ambayo zinakusanya amana sawa, kutoka sehemu mbalimbali na kutoa mikopo kwa wanachama kwa ajili ya shughuli za maendeleo na ustawi wa maisha ya watu kupitia wanachama wake. Kwa maana yake kwenye SACCOS mtu anaweza akawa anaweka amana zake kule, lakini baada ya muda fulani akawa anaruhusiwa kukopa, na uwezo wako mzuri wa kurejesha ndivyo ambavyo unaweza ushawishi hiyo SACCOS kuweza kufanyeje, kukukopesha tena, kwa sababu umekuwa muaminifu, si ndio? Ni chanzo kingine pia cha mkopo, au ni chanzo vingine vya mkopo, si ndio? Tuende tena slide nyingine. Okay, sawa. Sasa mambo ya kuzingatia katika mikopo, sawa. Mpaka sasa hivi tunaenda vizuri, si ndio? Tumetoka kwenye maana ya kujifunza nini maana ya mkopo, si ndio? Lakini pia tukaenda kujifunza na vyanzo pia vya mikopo, si ndio? Sasa pay attention, kwa sababu tunaenda kidogo kidogo ili kusudi tufike pale ambapo sote tunaweza tukapata hii knowledge, ili sasa tukienda kufanya huko mikopo au serikalini au wapi, basi kuna namna fulani hivi tunaweza tukawa tunaongea na tunaeleweka. So kuna mambo ya kuzingatia katika hiyo mikopo ambayo tunaiendea. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuzingatia, sawa, kumbuka unapokwenda kukopa utakutana na mkopaji, si ndio? Maana yake kama ni mimi nimeenda kukopa, obvious mimi ndo mkopaji. Sasa je, jukumu langu mimi ni nini? Lazima ujue jukumu lako wewe. Kama umekopa na umekubaliana na mkopaji, that means kwamba kuna kariba pale ambako unafanyaje, unatakiwa urejeshe, sawa. Kwa hiyo mkopaji ni upande mmoja wapo wenye uhitaji wa fedha. Mfano, mtu binafsi anaweza akawa na uhitaji wa hiyo fedha, sawa, wewe tunakuita mkopaji. Lakini pia vikundi, unaweza kuwa kuna watu wamejiorganize
wana kikundi, mna haja ya kukopa, nyinyi ni wakopaji pia. Lakini pia inawezekana ikawa ni ushirika au serikali au kampuni. Sasa watu wanaweza kushangaa, hadi serikali anakopa? Serikali pia naye pia anakopa, na ndio kwa maana pia tuna deni la taifa. Sawa? Na ndio kwa maana pia tuna deni la taifa. Kwa hiyo lazima tujue hicho kitu. Lakini pia kitu kingine, mkopeshaji. Sasa mkopeshaji ni upande unaotoa mkopo. Sawa? Mkopeshaji ni upande unaotoa mkopo. Pia na yenyewe ni hivyo hivyo. Inaweza kuwa ni mtu mmoja, inaweza kuwa ni kikundi, taasisi, kampuni au ubia. Kampuni yote ambayo ina ubia ya kutaka kushiriki kukukopesha. Sawa? Lakini pia kitu kingine, muda wa huo mkopo. Watu wengi tunakopa, lakini kitu ambacho hatukijui, lazima ufanye estimation yako wewe kwamba mimi ninakopa, lakini hilo deni nahitajika kurejesha wakati gani? Na je, mpaka huo muda nitakaofika kurejesha hilo deni, nitakuwa nipo kwenye financial condition ambayo nina uwezo wa kurejesha huo mkopo? Kwa sababu kuna watu wengi wamepitia hayo mazingira ambayo anakopa, alafu unakuta muda wa kurudisha mkopo anashindwa. Why? Kwa sababu labda ile fedha aliyoikopea hakuifanyia kitu chochote cha maana, au labda amefanyia kitu cha maana lakini anasubiria jambo lake litiki kule ambako alifanyaje, amekopa. Sasa na jamaa tayari wanataka mkopo wao. Hapo ndo unapokuja kugundua kwamba kuna moto unafanyaje, unawaka. Ukishangaa una nyumba yako au una kagari kako, wanaondoka nacho. Umeona? Na hapo pia lazima mtu ujue kuna madeni ya muda mrefu na madeni ya muda mfupi. Sasa siku zote hiyo naiongeza tu, madeni ya muda mrefu, sawa, ni yale madeni ambayo yenyewe yanadumu ndani ya miezi 12. Nayo kuwa very makini. Kwa sababu gani? Hata riba yake ni kubwa mno ukilinganisha na madeni ya muda mrefu. Kwa sababu wanajua wewe una muda mrefu wa kurejesha hilo deni. Kwa hiyo unakuta yani madeni ya muda mfupi unaweza kushangaa riba yake ni 12%. Alafu unashangaa madeni ya muda mfupi unaweza kukuta labda miaka 5 4, labda riba yake kukuta labda 9% au 8%. Unaweza kujua kabisa kwamba wewe sasa wewe ambaye uko kwenye hiyo position ya kukopa, sawa? Je, una uwezo wa kumudu deni la namna gani? Sawa? Kwa hiyo lazima ujue hicho kitu unapokwenda kukopa, aidha mtu mmoja mmoja au kikundi ambacho mmejiunga huko na marafiki au na nani, lazima ujue hicho kitu ili kusudi usije incur financial burden au matatizo ya kifedha. Sawa? Kwa ni mambo pia kuzingatia katika mikopo. Lakini pia kitu kingine ni idadi ya malipo ya riba. Sawa? Hapa inamaanisha mara ngapi, sawa, riba italipwa kwa mtoa mkopo katika kipindi cha mkopo. Idadi, let's say labda mimi nimeenda kukopa sehemu, benki fulani. Nimeenda kukopa labda kwa kubaliana na hiyo benki, labda ndani ya miaka 2 nitakuwa nimeweza kufanyaje, kulipa huo mkopo. Lakini kumbuka kuna mikopo mingine inalipwa kila baada ya mwezi. Kuna mikopo mingine inalipwa kila baada ya miezi 3 ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, maana yake ni quarterly basis. Sawa? Lakini pia kuna mikopo mingine inalipwa kila baada ya mwaka mmoja. Sasa unajua, kwa sababu sisi ni nchi bado inaendelea, wenzetu huko unakuta kila wiki anarejesha madeni. Kila wiki anarejesha mikopo, madeni yake ambayo wamekubaliana. Kwa hiyo inategemea na sehemu ambayo unaenda kukopa. Sawa? Ni kitu gani ambacho umekutana nacho huko. Kwa hiyo hii ni sehemu nyingine ambayo technicality ni iko makini sana, na inabidi uzingatie hicho kitu ili kusudi unapoenda kukopa ujue kabisa kwa mimi katika mazingira nina uwezo wa kurejesha deni kila baada ya mwezi au kila baada ya muda gani, ili kusudi yale msije mkaingia kwenye matatizo ya kufanyaje, nasema unafanyiwa mufilis,
unaondolewa asset zako, si ndio? Yeah. Lakini pia kitu kingine ambacho cha kuzingatia ni riba. Sawa Ni riba. Sasa kuna kitu kimoja. Mtu ambaye ameenda kukopa na amepewa riba 10%, na mtu mwingine ambaye ameenda kukopa amepewa riba labda 5%. Nani mwenye unafuu? Labda mtu anaweza kanyosha mkono. Nani mwenye unafuu? Mwenye 5%. Kwa nini mwenye 5% ana unafuu? Kwa sababu pia hata fedha, hata ukifanyia calculation wise hapo, pesa ambayo atakayokuwa anatoa, atakuwa analipa yeye kidogo ni ndogo zaidi ukilinganisha na wewe mwenye 10% kubwa, si ndio? Yeah. Kwa hiyo kitu kingine. So next slide. Okay, ni mwendelezo tu. Sawa. Kitu kingine ambacho unatakiwa kuzingatia unapokuwa unaenda kukopa ni fedha za kulipa mkopo. Sawa Lakini pia kitu kingine kujifunza au elimu kuhusu mikopo. Sawa? Na ndio maana tuko hapa. Lazima ujifunze kwanza. Unajua watu wengi wanafanya mistake. Amesikia sehemu taasisi fulani au benki fulani njoo tukukopesha, si ndio? Lakini hajajifunza kuhusiana na ule mkopo ambao anauendea. At the end of the day unakuta anaingia mkenge katika sehemu au katika mazingira ambayo yanamgharimu kimaisha. Unakuta mwisho wa siku kila kukicha haishiwi na madeni. Unakuta mpaka nyumbani pale sasa anashindwa kukaa, anahisi kila mtu atakayekuja kugonga mlango anabisha hodi kutaka kufuata fedha yake, si ndio? Sasa tusiingie huko sisi. Ndio maana tuko hapa kujifunza. Lakini pia kitu kingine dhamana. Sawa? Dhamana. Unapoenda kukopa, in case labda jambo fulani limetokea, nani wa kukudhamini? Nani atakayekukingia kifua? Pia hicho ni kitu muhimu. Sawa? So slide nyingine. Sawa, tumefika kwenye ile eneo lingine. Sawa? Ambalo ni aina za mikopo. Aina za mikopo. Jamani, mikopo iko ya aina nyingi. Yaani kuna mikopo mingine iko very technical. Sawa? Kwa hiyo kuna ile elimu ambayo ni awali ambayo lazima watu kupeana kama hivi uweze kujua. So kwenye aina za mikopo kuna mkopo wa muda mrefu. Sawa? Ambao ni mkopo ambao unadumu tu ndani ya miezi 12. Na kama nilivyokuambia, hii moja kati ya characteristics yake au tabia yake, sawa, inakuwaga ina riba kubwa. Sawa? Lakini pia kitu kingine ni mkopo wa muda mfupi. Sawa? Ni aina nyingine ya mkopo. Lakini pia cha tatu ni mkopo wenye dhamana. Sawa? Lakini pia kuna kingine ni mkopo usio wa dhamana. Sawa? Sasa kuna mkopo wenye dhamana na mkopo usio wa dhamana. Mfano tu wa kawaida. Ukienda sehemu unakopa, bwana anahitaji kiasi kadhaa cha hela. Labda umeenda benki fulani. Wakakwambia ili tukukopesha hii, leta hati ya nyumba. Manake nyumba yako, sawa, ndio dhamana yako wewe, inakusaidia wewe kuweza kupata huo mkopo, si ndio? Lakini ukienda sehemu unakopa tu, lakini unaambiwa okay, wewe unafanya kazi wapi? Mimi nafanya labda kazi sehemu fulani. Salary slip yako hii hapa. Anyway, ni dhamana lakini sio ya kutisha. Sawa? Ni dhamana lakini sio ya kutisha. Yaani ni kwamba huyu mtu alikuwa anataka kujua tu kama sisi tunao kukopesha, una uwezo wewe wa kurejesha hili deni letu au la, si ndio? Kwa hiyo ni moja kati ya sehemu nyingine ya kuzingatia. Kitu kingine, mkopo wa kiufundi. Sawa? Tukitoka hapo, aina ya 6 ni kwamba ni mkopo wenye riba isiyobadilika. Lakini pia kuna mikopo yenye riba inayobadilika. Sawa? Okay, twende kwenye slide nyingine. Nitajaribu kukimbia kidogo. Sasa twende kwenye aina ya fursa za mikopo serikalini. Hapa ndo patamu. Sawa? Mwambie mwenzako hapa ndo patamu. So tumejifunza kule kuna aina za mikopo. Lakini umeona kabisa nimeongea vitu lakini sikugusa issue za serikalini. Sasa hapa twende tukaongee sasa kuhusiana na labda mikopo ambayo inayopatikanika huko serikalini au fursa ya mikopo ambayo inapatikanika huko serikalini. Si ndio?
Okay, ya kwanza ni mikopo inayotolewa na halmashauri za wilaya. Sawa, mikopo ambayo inayotolewa na halmashauri za wilaya. Sasa uzuri ni kwamba leo tuko na afisa toka kwenye idara ya maendeleo ya jamii, kwa hiyo atatuelezea vizuri. Lakini kwa research yangu ndogo, okay, hii mikopo inayotolewa na halmashauri za wilaya, hii ni mikopo inayotolewa na serikali, sawa, chini ya sheria ya fedha za mitaa, sawa, kifungu cha 35 ambazo zinajulikana kama kanuni za utoaji na usimamizi wa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu za mwaka 2019 ambazo zinatumika katika mamlaka zote za serikali za mitaa Tanzania bara. Sawa, lakini cha kuongezea kwamba ni wajibu uliowekwa kisheria, sawa, kwa serikali za mitaa kutenga 10% ya mapato ya kusanywayo au yanayokusanywa kutoka kwenye vyanzo vya ndani na kutoa mikopo kwa vikundi vilivyosajiliwa. Sawa? Yeah. Kwa hiyo hii mikopo ambayo inayotolewa na halmashauri chini hicho kifungu cha sheria za mitaa, kifungu cha 35, huwa mara nyingi kuna mapato ambayo yanayopatikanika ndani ya halmashauri. Sawa? Yeah, kwa sababu kila idara ya serikali wana vyanzo vyao vya mapato. Kwa hiyo ndani ya halmashauri pia, sawa, shughuli zinazoendeshwa huwa kuna mapato yanapatikanika. Sasa yale mapato 10% kisheria, sawa, imetengwa kabisa kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kutoa mikopo au kuwezesha vijana, wanawake na watu wenye changamoto za ulemavu kuweza kuwasaidia kifedha, kwa maana ya kuwapa mikopo na kuweza kuendesha maisha yao, si ndio? Yeah, lakini sasa hiyo 10% unayoiona wewe, sawa, kuna mgawanyo hapo wa kifedha, kwa maana 40% ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya mikopo ya vikundi vya wanawake. Kwa hiyo kuna 40% ambayo imetengwa kwa ajili ya wanawake, lakini pia kuna 40% imetengwa pia kwa ajili ya vijana, na kuna 20% imetengwa kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Yaani kutokea kwenye ile 10%, sawa, imevunjwa katika hizo 10%. Kwa hiyo kuna 40% kwa ajili ya wanawake, 40% kwa ajili ya vijana na 20% kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Twende slide nyingine. So, sasa kuna sifa za kupata hiyo mikopo. Sawa, eh? Kuna sifa za kufanyaje? Za kupata hiyo mikopo. Moja wapo, lazima kikundi kwanza kiwe kimesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Sawa, lakini pia kitu kingine, sasa hizi ndio points za kuchukua, yani kama unaweza ukachukua point, sasa hizi ndio point, kwa sababu naamini kwamba kati yetu hapa kuna watu wenye wana vikundi au kuna wengine hawana vikundi lakini wataenda kuunda kikundi leo au maybe labda siku kadhaa mbele, au wengine walikuwa nacho lakini kuna namna fulani labda hii elimu haijawafikia, kwa hiyo labda na wewe pia unaweza ukabenefit kutokea kwenye hapa, si ndio? Yeah. Kwa hiyo sasa kama mpo kwenye kikundi au mtu mmoja mmoja au taasisi fulani au nini, kuna sifa hapa ambazo lazima uwe umenani. Kwa hiyo sifa ya kwanza nimekuambia kwamba hiyo lazima kwamba kikundi kiwe kimefanyaje? Kimesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Lakini pia kitu kingine, sawa, kinajishughulisha na nini? Labda na ujasiriamali au kinakusudia. Kwa sababu kwa namna tu ya kawaida, mimi ukija labda ukiniomba mkopo, obviously nitajua kabisa kwamba wewe kuna biashara unataka kufanya, kama hauna unakusudia kufanyaje? Kufanya, si ndio? Yeah. Lakini kitu kingine pia, kikundi lazima kiwe kina akaunti. Sawa, kikundi lazima kiwe kina akaunti. Kitu kingine, wana kikundi lazima wawe raia wa Tanzania. Wana kikundi lazima wawe raia wa Tanzania. Sasa unaweza ukajiuliza kwa nini watu wa nje hawastahili? Kumbuka hata ya mapato ambayo tumeyapata ni rasilimali zetu za ndani. Kwa hiyo lazima zitunufaisishe sisi watu ambao ni raia wa Tanzania. Sawa? Yeah. Kwa hiyo ni muhimu cha kujua hicho. Lakini pia kitu kingine, hicho kikundi lazima kiwe kina katiba. Sawa?
lazima kuwe kuna katiba ya kikundi. Lakini pia kitu kingine, lazima kuwe kuna cheti cha usajili wa kikundi. Kikundi pia lazima kisajiliwe, kijulikanike kisheria. Tuendelee. Okay, ngoja kwanza tu stop. Tulianza kwa kusema kwenye hizo aina za mikopo serikalini. Tulisema kuna mikopo ambayo inayotoka halmashauri, si ndio? Haya, tukiona hapo sasa hivi kuna nini? Anakuambia ile mikopo yetu hii sasa ambayo tulikuwa tunaiulizia ile. Umeona? Kuna mikopo ambayo imetolewa chini ya Wizara ya Vijana ambayo ni bilioni ngapi? Bilioni 200. Sasa hii fedha haipo tu kwenye Wizara ya Vijana husika, bali hii fedha imetapanywa. Sawa, hii fedha imetapanywa kwenda kwenye wizara tofauti tofauti na maeneo tofauti tofauti. Sasa twende tukaone sehemu ambapo hiyo fedha imetapanywa, lakini pia wewe kama unataka kuaccess hiyo fedha, sawa, bilioni 200, na unataka kuwa sehemu ya kupewa mkopo kwenye hiyo fedha, utaipataje? Access yake ikoje? Sawa, kwa hiyo tutaenda kujifunza baadhi ya tips. Tutaenda kujifunza baadhi ya tips. Kwa kwenye mikopo, mgawanyo wake huko kama ufuatavyo. Kuna Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Sawa? Sasa maana yake humu ndani tuna wakina mama, si ndio? Wakina mama oye. Fursa imetufikia hii hapa, si ndio? Kwa hiyo kama ni kuna wakina mama, nafikiri ndio maeneo muhimu sana. Sasa kuna sifa ambazo lazima uwe nazo au lazima ziwepo basi ili wewe kuweza kuaccess kufikia hii mikopo, si ndio? Sifa ya kwanza, wajasiriamali wadogo watasajiliwa kwenye mfumo wa Wizara ya Utamaduni na usajili wa wafanyabiashara wadogo wadogo, ambapo huo mfumo in bracket unaitwa WBA, sawa, / MIC, na kupewa kitambulisho cha usajili wa wafanyabiashara, na kupewa kitambulisho, sawa. Kwa hiyo ni moja kati ya requirements ambazo kama wewe ni mwanamama na unataka kuaccess hiyo utaingia kwenye hiyo poto, sawa, ambayo inaitwa WN / MIC. Sawa, sasa vizuri, tutaenda kujielezea vizuri hiyo poto ikoje, si ndio? Lakini pia moja kati ya requirements nyingine, muombaji atajaza fomu ya maombi ya huo mkopo. Lakini kupitia benki gani hapo tumeona? NMB. Sasa pause hapo. Tunajua tuna mabenki ambayo yameingia ubia na serikali, si ndio? Moja wapo ni NMB, nyingine ni CRDB, lakini pia NBC na baadhi ya mabenki mengine, si ndio? Kwa maana yake kama ukiona mkopo huu umeelekezewa katika hiyo benki, maana yake there is no way wewe mwanamama unaweza ukaenda kukopa kupitia Wizara ya Jinsia, labda ni mambo ya wanawake, kupitia kwenye benki nyingine. Maana yake hiyo fedha haiko huko. Mshanifahamu? Hiyo fedha haiko huko, maana yake iko hapa. So maana yake waombaji walioomba mkopo watajulishwa juu ya maendeleo. Nasema waombaji walioomba mkopo watajulishwa juu ya maendeleo ya maombi yao na NMB. Lakini pia pointi ya hii hapo, waombaji waliokizi vigezo wataingizwa fedha zao kwenye akaunti au kupatiwa vifaa kulingana na aina ya mkopo walioomba. Unajua kuna watu wengine wanaomba mkopo lakini si wa fedha. Kuna wengine anaomba mkopo labda kwa ajili tu apate mashine fulani kwenye kampuni yake au kwenye sehemu yake huko anapofanyia kazi, and then anaendelea kupiga kazi, si ndio? Kwa hiyo ni sehemu nyingine pia hiyo ya nani. Twende slide nyingine.
Tumetoka kwenye wizara hiyo, tunaingia kwenye wizara nyingine ambayo ni Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Nafikiri hapa kuna content creator na baadhi ya watu wengine ambao wanaofanya kwenye hiyo industry ya mambo ya wizara za habari, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, si ndio? Sasa wewe kama unataka kukopa huko, fanyeje? Cha kwanza unachotakiwa kujua, content creator watajaza form maalum zilizo kwenye ofisi ya halmashauri. Sawa? Ambao chini ya nini? Chini ya wakurugenzi wa halmashauri. Lakini pia kitu kingine, kama kuna wasanii wengine pamoja na content creators wataomba mikopo kupitia mfuko wa sanaa ya utamaduni, ambayo hiyo ndio website yao. Sawa, nijaribu kuikoti nikaweka. Lakini pia kitu kingine, mfuko wa utamaduni mfuko wa utamaduni watachambua maombi na watakaokizi vigezo, majina yatapelekwa kwenye benki ya CRDB. Sasa benki ya CRDB au NBC. So manake there is no way mimi huu mkopo kama ni mtu wa content creator naweza access kama nikienda ini, kwa sababu haupo, hiyo fedha haijapelekwa huko. Sasa hizo ndio information ambazo natakiwa upate. Sawa? Wewe kama labda macleaner pale, sababu wa content labda Brother Truth hapo anataka kuaccess hii mikopo. So manake there is no way anaweza kaenda NMB afu akaambiwa kuhusiana na hizo habari. No way out, si ndio? Lakini akienda sehemu kama NBC wanaweza kumueleza, bwana wewe utaki kuanzia huku, kwanza anzia wizarani, wana poto kule. Hiyo poto website yao ndio hiyo hapo. Ukienda pale kuna maelekezo ya kuyafuata. Sasa usichoke kufanya hizo details. Manake kwa sababu una uhitaji wa jambo fulani. Sawa? So hizo ni moja kati ya requirements ambazo mtu unaweza kanani. Twende slide nyingine. Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Sawa, bado tuko kwenye machambuo ya ile bilioni 200 ambao tunayoitaka. Sawa? Sasa kwenye Wizara ya Mifugo requirements zake ni zipi? Maombi yanawasilishwa ngazi ya halmashauri. Lakini pia halmashauri sawa huwasilisha mkoani. Sawa? Ambaye halmashauri ni mkurugenzi, lakini ukitoka huko sasa halmashauri ikifika mikoani, maana yake utakutana na mtu wa katibu utawala mkoa. And then point C ni kwamba mkoa huwasilisha maombi hayo wizarani kwa hatua yafanyeje ya uchambuzi wa mwisho kupitia kamati ya uchambuzi, kisha kuwasilisha Benki ya Maendeleo ya Kilimo kwa hatua za uhakika wa kibenki. Sawa? And then point ya mwisho, mikopo utolewa kwa wahusika. So baada ya mchakato wote huo kupita, utakapokuwa umeweza kukizi vigezo, basi kama wewe ni mhusika, mkopo utaupata kupitia utaratibu huo. Kwa sio kwamba ni kitu ambacho unaamka tu asubuhi unataka hiyo hela unaenda unakinga mkono pale wizarani. Hapana, una utaratibu. Na kwa nini unafikiri imewekwa hivi? Ni kwa sababu kila mmoja ajue kuna wajibu wa kufanya. Yaani lazima ujue kuna wajibu wa kufanya wewe ili kusudi kuweza kuaccess huo mkopo. So ni kitu tu ambacho unaweza ukapata hivi. Sawa, twende slide nyingine. Wizara ya Maliasili na Teknolojia ya Habari. Kumbuka hapa still bado tuko kwenye maeneo tofauti ambayo fedha imetapanywa, si ndio? Sasa huku kama unataka kuaccess hiyo fedha unafanyaje? Maana yake ni kwamba muombaji anatakiwa awe ni Mtanzania mwenye miaka mingapi? Miaka 15 mpaka 35. So you can imagine hata mtoto ambaye mwenye miaka 15 leo hii itakiwa aweze kuwepo hapo na kuweza kupata hiyo access. So unaweza kuona kama hivyo. Manake ukiwa na hiyo miaka tayari kuna sifa moja hapo ambayo huo mkopo unaweza ukakufikia. Muombaji anatakiwa kuwa na andiko la kibiashara au mradi. Manake nini?
lazima uandae business plan au business proposal. Sasa hii pia kuna wataalamu ambao wanahusika kwenye hayo mambo ya kuchora hiyo business plan, ya kuchora hiyo business proposal. Sawa, lakini pia kitu kingine, mwombaji awe amesajiliwa kwenye taasisi bunifu za vijana zinazotambulikana kama TSA. Si ndio? TSA ni nini? No worry, tutaenda kuna nini. Lakini point ya mwombaji awe anatambulika na mamlaka za serikali kama BRELA na TRA. Sasa wewe unafikiri kwa nini huku unataka utambulike? Kumbuka hii ni fedha ambayo wewe unaenda kuichukua. Sasa kitaalam kabisa, fedha yote ambayo una access, ambayo unayoipata kwako wewe, ile ni tunaita ni cash inflows. Cash inflows. Sasa maana yake nini? Yaani kwamba ni fedha ambayo kwako imeingia. Sasa kwa kawaida ya TRA, fedha yote ambayo inaingia mfukoni mwako, sisi kama TRA tutakugongea hodi na tutataka kiasi cha kodi ambao utakachokipata ukiwa umeenda kutrade au umeenda kufanya biashara huko. Sawa? Kwa hiyo ni kitu muhimu cha kuzingatia. Lakini pia muombaji awe anatambulika na mamlaka za serikali. Okay, sawa, nimeudia. Waombaji waliokidhi vigezo watawezeshwa kupitia benki ya NMB. Yale tunaenda. So there is no way huu mkopo unaweza ukaupata labda ukienda CRDB. There is no way. Manake hizi ni small details ambazo mtu unatakiwa uwe nazo ukiwa unataka kuendea huo mkopo. Sawa? Okay, twende slide nyingine. Sasa hivi tuko kwenye Wizara ya Kilimo. Yaani bado still ile fedha ambayo imetangazwa na waziri wetu imetapanywa kinamna hii. Sawa? Wizara ya Kilimo, nini kinasemwa huko sasa? Kwenye Wizara ya Kilimo muombaji anatakiwa kuwa Mtanzania mwenye miaka mingapi? 18 mpaka 40. Sawa? 18 mpaka 40. Lakini muombaji anatakiwa kujaza fomu maalum ambayo itakuwa na taarifa za msingi za muombaji ambayo itasainiwa na afisa kilimo kata na afisa kilimo wa halmashauri husika. Sawa? Kwa hiyo ni muhimu kuweza kuaccess pia na watu wa halmashauri. Na ndio kwa maana leo tuko na blaza hapa atatusaidia baadhi ya hivyo vitu. Sawa? Kwa hiyo mimi siwezi kwenda kiundani zaidi kwa sababu mhusika anaweza akatusaidia. Lakini pia kitu kingine, muombaji anatakiwa kuwa na nini? Na andiko la huo mradi. So there is no way wewe unaweza kupata huo mkopo kama hauna andiko la mradi. Maana yake nini? Unataka huo mkopo, andaa business plan au business proposal kuhusiana na huo mkopo husika na hizo requirements zingine zote za juu. Mwisho wa siku ufuate maelekezo mengine. Maana yake nini? Barua ya utambulisho kutoka eneo unapoishi au kufanyia biashara. Lakini pia mwisho kitambulisho cha NIDA. Kwa hivyo vitu lazima uwe navyo. Sasa leo hii unaweza kukuta tuko hapa lakini unaweza kumuuliza mtu kama una kitambulisho cha NIDA, anakuambia sina. Sasa maana yake there is no way unaweza kufanyaje access huo mkopo. Kwa sababu sisi tunataka kujua kama wewe ni Mtanzania au sio Mtanzania. Tutajuaje? Lazima uwe na kitambulisho cha NIDA. Hauna kitambulisho cha NIDA, maana yake that means kwamba huwezi kufanyaje? Yaani hatua za mwanzoni tu zimeshakufanyaje? Zimeshakushinda. Sawa? Okay, twende slide nyingine. Tunakaribia kumaliza. Ikiwa ni muendelezo ule. Sawa, kitu kingine lazima uwe na TIN number. Sasa kwa nini uwe na TIN number? Wewe unaenda kufanya biashara. Sasa there's no way unaenda kufanya biashara afu sisi kama TRA na uvaa husika. Mimi sio TRA mwenyewe, sawa? Na uvaa husika tu. Mfano yani kama mimi ni TRA. Sawa, wewe unafanya biashara bila kutoa kodi. Haiwezekani. So manake lazima utafanyaje? Tunataka kodi kwa mapato unayoyapata. Si ndio? Na by the way, hii elimu ya kodi pia ni pana. Sawa, sasa if you guys want it, maybe next time. Sawa.
Kitu kingine pia, muombaji anatakiwa kuwa na hati ya uthibitisho wa umiliki wa hiyo ardhi. Sawa, wewe unaenda kufanya biashara ya kilimo, there is no way unaenda kufanya biashara ya kilimo huna ardhi. Basi sawa, hauna ardhi, itakuwa umekodi hiyo ardhi, manake kuna mkataba wa maliziano, sawa, wa kukodi hiyo ardhi. Tunataka kujua slide ya ya mwisho ni kwa waombaji wataukizi vigezo, majina atawashirishwa benki ya CRDB kwa ajili ya kufanyaje, kwa ajili ya utolewaji wa mikopo. Slide nyingine, Wizara ya Viwanda. So ukifuatilia hivi vitu pia, yani kwa mfano kama hapo utaratibu wa mkopo, hiyo inakuwaje? Muombaji lazima awe na umri wa miaka usiopungua miaka 18 na awe raia wa Tanzania. Lakini pia mradi unaombea mkopo lazima uwe unakubalika kisheria, umefanyiwa upembuzi yakinifu wa kifedha na unakubalika kijamii. Maana yake nini? Ukiona kitu chochote ambacho umekwambia kwamba bwana, hichi kitu kimefanyiwa upembuzi yakinifu wa kifedha, maana yake hizo taarifa zako za fedha zimekuwa audited. Sawa, hizo taarifa zako za fedha zimekuwa nini? Audited. Na watu wanaofanya hivyo ni maauditor. Kwa lazima uwatafute hao watu na upate hiyo access. Ushanifahamu? Lakini pia mradi lazima uwe umesajiliwa kisheria, mmiliki ana hati ya usajili wa jina la biashara na leseni halali ya biashara. Sawa? Eneo la mradi liwe la kudumu na kutambulika na mamlaka za ndani. Twende slide nyingine. Okay, sawa. Twende slide nyingine. Mambo ya kuzingatia kabla ya kukopa. Sawa? Ni sehemu muhimu. Uwezo wa kulipa unao? Unataka kukopa lakini uwezo wa kulipa unao? Sawa? Lakini pia kingine, lengo la huo mkopo ni nini? Lengo lako ni nini? Kitu kingine, tazama riba husika. Sawa? Slide nyingine. Nifanye nini au nifanye biashara gani? Sawa, sasa hii ni sehemu nyingine pia ambazo biashara ziko nyingi za kufanya. Hizi ni some ideas ambazo ni mifano. Kwa unaweza kufanya biashara ya uvuvi, unaweza kufanya biashara ya saluni, unaweza kufanya biashara ziko tofauti tofauti. Twende slide nyingine. Nyingine. Kwa hizi ni mifano tu. Sawa, mambo ya kuzingatia ili ufaulu katika biashara yako. Cha kwanza, lazima uwe mwaminifu. Cha pili, lazima uwe mbunifu. Matangazo muhimu. Biashara yote unayofanya lazima iwe na matangazo. Maana yake nini? Huku nimekupeleka katika mazingira ambayo sasa tayari labda umeshapata huo mkopo wako. Unataka kufanya biashara. Na inawezekana umeshafanikiwa kufanya hiyo biashara, unaendelea kufanya hiyo biashara. So ni vitu vya kuzingatia, lakini pia maarifa au tafuta kuongeza ujuzi au elimu kwenye ile eneo husika ambao unafanya. Slide ya mwisho. Asanteni kwa kunisikiliza. Lakini pia usisahau, tunafanya biashara au kazi kwa ajili ya kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu. Zingatia hicho kitu. Tusifanye tu biashara lakini sisi ni watu ambao tunajihusisha na Mungu. Kwa hiyo kama unafanya biashara yako, zingatia pia hilo eneo. Why? Kwa sababu ufalme wa Mungu unatutegemea sisi. Tuingie, tukafanye biashara, tuzalishe, tupate mali, tupate fedha, and then tuwe na cha kumrudishia Mungu au tuwe na cha kumpa Mungu kwa ajili ya kazi ya Mungu iendelee. Kwa there is no way utafanya biashara peke yake afu ukajiachanisha na mambo ya Mungu. Tuomba mkaribishe Brother Paul hapa. Kuna vitu vingi ambavyo ataenda kujazia ambavyo pengine mimi sina access ya kuvipata au kuvijua hivyo vitu. Kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe Brother Paul. Nimpongeze Mr. Chirwa, ameongea mengi sana. Mimi sitokuwa na mengi sana ya kuongea kwa sababu ameshatoa somo na tena kwa notes, na nilikuwa na ombi moja, kama utakuwa na nani kwa ridhaa yako uweze kuzitoa hizo slide, kila mmoja azipate kwenye simu ambaye yuko na smartphone. Lakini hata ambao hawana smartphone unaweza ukaangalia namna ya kuweza kuprinti
ili kila mmoja aweze kuzipata. Bwana Yesu asifiwe. Mimi natokea idara ya maendeleo ya jamii, halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Idara ya maendeleo ya jamii, kama nilivyosema awali, kuna mambo mengi ambayo tunaifanya kwa ajili ya ustawi wa jamii yetu, na jamii ndio sisi wenyewe. Kwa hiyo mimi naomba niongelee maeneo machache, likiwemo ile mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Kama alivyoelezea Mr. Chirwa, ameelezea nini maana ya mikopo, lakini akafafanua na aina za mikopo. Kwa hiyo halmashauri yetu ya manispaa ya Kinondoni ambayo inaundwa na kata 20, lakini pia inaundwa na mitaa 106, inatekeleza ili agizo la serikali ya kutenga mapato yake ya ndani, ambayo kwenye mapato yake ya ndani inatoa 10% kwa ajili ya kuweza kuwakopesha wananchi walioko katika manispaa ya Kinondoni, ambapo tunasema ni wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Ndio ile sisi huwa tunaita 4442. Yaani 4% kwa ajili ya wanawake, 4% kwa ajili ya vijana na 2% kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Na mikopo hii tunaposema 10%, yani ni kwamba halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ina bajeti yake kwa mwaka. Watu walikuwa wanachanganya kwamba labda hii mikopo ya 10% riba yake ni 10%. Hapana, ni kwamba sheria ya fedha inataka kila halmashauri yote hapa nchini itenge 10% ya mapato yake kwa ajili ya kutoa mikopo kwa makundi niliyoyataja, ambayo ni wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Tunapoongelea makundi ya vijana ni kuanzia umri wa miaka 18 mpaka 45. Miaka 18 mpaka 45 kwa vijana. Ina maana kama kuna kijana wa kiume, yani mwanaume ukishafikisha miaka 46, hii ngoma haikuhusu. Lakini kwa kijana wa kike utakapofikisha 46, wewe utahamia kwenye kundi la wanawake. Lakini hata huko kwenye 18 ukiamua kwenda kwa wanawake, labda una miaka 18, mwenzako ana miaka 60, kwa hiyo utajoin kule, utakuwa mwanamke. Lakini kwa wanaume tunakomea miaka 45. Na kwa sheria ile ya 2019 ndio ilikuwa inakomea miaka 35. Lakini sasa hivi tuna kanuni mpya ambayo ni ya mwaka 2024, ambapo ndio wameongeza ifike kwenye 45, kwa sababu sisi wa baba tulianza kulalamika, I say 35 tu, lakini 35 hapo ndio ngoma imepanda. Sasa pale tunaenda kufanya tunajitafuta, kwa hiyo wakaongeza ikafika mpaka 45. Kwa hiyo masharti mengine kama tunasema ni mikopo ya vikundi. Kwa makundi ya wanawake pamoja na vijana tunatakiwa kuwa watu 5 na kuendelea, ambapo sasa mtatafutana watu ambao mnafahamiana, mnatengeneza kikundi. Watu ambao mnafanyaje? Mnafahamiana. Msitafutane tu kwa sababu leo labda tunakutana hapa, mwingine si anatokea wapi. Siku ya siku kuna mambo mengi yanaweza kujitokeza katikati ya safari. Hii mikopo kama nilivyosema awali haina riba. Kwa hiyo siku ya siku wamekimbia 4, umebaki mmoja, tunakufahamu. Umekopa milioni 50, sisi tutakudai wewe kwa sababu kikundi ndio zamana. Ndipo watu nasema kwamba mtafutane watu ambao ni waaminifu, mnajuana. Zamani tulikuwa tunalazimisha kwamba mfanye kitu kimoja, lakini sasa hivi kila mmoja anaweza kawa anafanya kitu chake, lakini mnakopa, kikundi kinakuwa kama zamani. Na hii mikopo ya halmashauri inaanzia 500,000 mpaka milioni 150 kwa kanuni hii mpya. Tumeigawanya katika makundi ya wajasiriamali wadogo, wakati na wajasiriamali wakubwa. Lakini kumekuwa na nadharia nyingi, mikopo haitoki. Hapana. Hii mikopo inatoka utakapokizi vigezo. Kikundi kitakapokizi vigezo unapata hii mikopo. Lakini kuna makundi ambayo hayakizi vigezo, sisi vijana tukiwaambia kwamba kuna 1, 2, 3 wa vijana, ni watu wanakata tamaa. Na hii mikopo toka unaanza mchakato mpaka utakapoenda kupewa inachukua siku 90. Ina maana kuna kusajili kikundi,
kuna kuja sasa kuanza kuwatembelea, tujue unaishi wapi, unafanya biashara gani, ili mradi uweze kupewa. Inachukua siku 90. Tunaelewana eh? Kuna kipindi cha katikati pale mwaka 2022-2023 hii mikopo ilisimamishwa kwa ajili ya kuireview upya, kwa sababu ilionekana kama kuna namna watu haiwanufaishi na kuna watu walikuwa wanachukua wanakimbia. Kwa hiyo basi hii mikopo ipo, ukikizi vigezo unapata na hakuna shida yoyote. Mnaweza mkawa ni kikundi, kila mmoja anafanya biashara yake. Labda baba hapa anafanya babalishe, kuna kaka hapa anafanya kampeta, kuna kaka pale anaendesha bajaji. Kwa hiyo kila mmoja ataandika andiko lake la mradi kwa kila anachokifanya. Zamani tulikuwa kwamba kikundi kifanye biashara moja. Kwa hiyo anatokea mtu mmoja anadominate ile grupu, yeye anafanya shughuli za kilimo, ana idea ya kilimo kwa sababu amesoma SUA. Wengine anawaweka tu yani wanakuwa wanafuata mkumbo. Sasa ukija siku ya siku ona mnaenda kuanzisha pale ni nini, tuna greenhouse kule, mtu amepanda mchicha swida nini, yani unakuwa unajiuliza hivi kweli leo nikamwagilizie, leo nikalinde, kwa sababu lile sio wazo lako, ni la mtu mmoja, unajikuta unaingia mitini. Lakini kwa ile fedha uliyokopeshwa umeingia mitini wewe, lakini bado tutakuwa tunakudai. Ndipo sasa tuna encourage watu waweze kuwaza kile anachokiweza yeye mwenyewe. Kwa mfano, ilikuwa ikifika kaka hapa ameanzisha wazo labda la bustani, si ndio? Mnakuja watu wote tunaanza kuassess sasa kwenye interview, maana hii mikopo ina kamati 3. Ile kamati ya mwisho ndipo itakuruhusu wewe upate mkopo. Tunaanza na kamati ya kwanza, utatudanganya. Kamati ya pili utaidanganya. Kamati ya 3 ina watu zote, hutoweza kudanganya, kwa sababu mpaka kuna watu ambao wanatokea kwenye taasisi nyeti. Kwa hiyo ulikuwa unaweza kabisa, unakuta muda mwingine huyu tunamuuliza, mchicha unachukua siku ngapi mpaka upeleke sokoni? Wewe utasema labda siku 30. Anakuja dada pale, anakuja anatuambia sijui, lakini umeomba nini? Mkopo. Ile kitu sijui, na wakati umetuomba fedha tunajua kabisa hizi fedha zinaenda kufanyaje? Kupotea. Kwa hiyo nakuta lile grupu tuna redisqualify, tunakuambia kwamba karudini tena upya. Kwa hiyo sasa hivi tumetoa ule uwanja kwamba mimi ni dereva bodaboda, ninachokiweza ni bodaboda. Labda nilikuwa nafanya bodaboda ya mkataba, sasa hivi natakiwa ni miliki ya kwangu. Tutakupa na kile kitu ambacho tumekuhoji. Mimi ni kinyozi, tutakuuliza, utatuandikia kwenye kunyoa unahitaji nini na nini, utasema, tutajua kwamba utahojiwa maswali, tunajua kabisa kwamba wewe kweli una uwezo na hilo eneo. Tunaelewana eh? Kwa hiyo kila mmoja anaweza kawa anafanya kilicho chake. Mwingine ni msusi, mwingine anashona viatu, mwingine, kila aina ya biashara iko kwenye ile poto ambayo mtaombea mkopo. Kwa hiyo hatua ya kwanza, mtatengeneza kikundi, mtasajili, na kuna poto inaitwa Wezesha Poto. Ukiingia tu kwenye wizara ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, kuna poto inaitwa Wezesha Poto. Zamani tulikuwa tunaitwa TPL-MIS, ilikuwa inaitwa 10% loans, lakini ile sasa hivi inaitwa Wezesha Poto. Kwa hiyo ukiingia hata kwenye Google ukafungua Wezesha Poto, utakuta ile ndio poto ambayo inatumika kwenye kuomba mikopo ya halmashauri. Na hii mikopo ya halmashauri unaanzia kule kwenye mtaa wako. Utatakiwa kuwa na vitu kama vile vilivyotajwa pale na Brother Chirwa. Mtatakiwa kuwa na katiba ya kikundi, mtatakiwa kuwa na muhtasari wa uanzishwaji wa kikundi, mtatakiwa kuwa na barua za utambulisho kutoka kwa mtendaji wa serikali za mitaa, mtatakiwa kuwa na kopi ama namba za NIDA, kopi ya kitambulisho cha NIDA ama namba za nini? Za NIDA. Kwa hiyo vile vyote vinaingia kwenye nini? Kwenye mfumo. Kwenye huo mfumo ama hiyo poto ya Wezesha. Baada ya kikundi chenu kusajiliwa, ndipo mtakapoandika andiko la mradi kama mnafanya mradi wa pamoja, au mtaandika maandiko ya miradi kama mnafanya biashara tofauti tofauti au miradi tofauti tofauti, na mtaziunganisha.
na kila kata ina afisa maendeleo ya jamii. Utafika kwa afisa maendeleo ya jamii pale, mtamwelezea kwamba kuna 1, 2, 3, atawaongoza hatua ya kwanza mpaka ya mwisho. Tumeelewana eh? Mtafika, atawaongoza hatua ya kwanza mpaka ya mwisho. Lakini nyie kwenye poto pale mtakapoenda kujisajili, mnaweza mkawa mnamonta kila kitu, mnakiona tuko hatua gani, mtakuwa mnaona. Sawa eh? Kuna watu wengine walishafanywa marekebisho, wameenda kujisajili stationary ndio wakaondoka. Jamani, kila kitu kinahitaji uvumilivu. Kama nilivyosema mwanzo, ni siku 90. Mchakato wa haya maombi mpaka unaenda kupata ni siku 90. Sawa eh? Kuna kusajili kikundi na kuna kutembelewa. Unajua kuna kutembelewa hapo unaweza kuwa umekosea, umekosea, tutakurudisha pale, utarekebisha, lakini mpaka mkopo unapoenda kutoka ni siku 90. Na hii ni kutokana na wingi wa vikundi vinavyokuwa vinaomba. Lakini kamati ambayo inakuwa inatembelea, kwa mfano kamati ya wilaya ya Kinondoni, kuna kata 20. Uchukulie labda kata yetu ya Bunju wameomba vikundi 200 kwa wakati mmoja. Ile kamati inatakiwa ichambue, iwaite, iwahoji kwa vikundi 200. Ni sawasawa na watu 1000 kwa kadirio la watu 5. Tumeelewana eh? Kwa hiyo ni miezi 3. Hii mikopo ipo na inatoka. Mpaka sasa hivi kwa wilaya, kwa manispaa ya Kinondoni, tulitoa mwaka jana ilikuwa mwezi wa 6, tumetoa mwezi wa 8, tumetoa mwezi wa 12, ambapo tunategemea, leo imeanza tarehe 1 mwezi wa 3, tunategemea kuanzia kesho tarehe 2 tutatangaza dirisha litakuwa la mwisho kwa mwaka huu wa fedha. Kwa hiyo fedha zipo. Kwa hiyo kama kuna watu watakuwa interested, watembelee ofisi zao za kata. Tumeelewana eh? Watembelee ofisi za nini? Za kata. Wakaonane na maafisa maendeleo ya jamii wa kata. Pita hata ofisi yako ya mtaa, utakutana na afisa mtendaji pamoja na mwenyekiti, ukimuulizia hiki kitu atakwambia. Sawa eh? Kwa hiyo kila mmoja ataombea katika eneo lake husika. Tumeelewana? Wewe huwezi ukatoka kata ya Bunju ukaenda kuombea Mabwepande. Labda kama unaishi Bunju B ambayo iko kata ya Mabwepande. Lakini huwezi ukatoka manispaa ya Kinondoni ukaenda kuombea manispaa ya Ubungo. Hilo haiwezekani. Kila mmoja ataombea kwenye manispaa yake, kwenye kata yake na kwenye mtaa wake husika ambao anatoka. Hizi ni rahisi sana kupata kwa sababu mikopo hii inatoka kila baada ya miezi 3 ambayo ni mara 4 kwa mwaka. Tumeelewana eh? Na fedha zipo. Hivi vitu vinakusaidia wewe kwa ajili ya kufanya biashara. Tunaelewana eh? Na kuweza kuwepo na ile sustainability ya mradi wako. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinakuja kwa urahisi sana. Kwa hiyo tuvumilie mpaka pale tunapoenda kufanikisha kupata hizi fedha. Zitatusaidia kwa sababu pia ni mapato yetu ya ndani, hakuna riba. Lakini kwa biashara utakayofanya utaopti wewe utarudisha kwa muda gani. Mkopo huu unaenda mpaka miaka 5. Kiwango nimesema kuanzia 500,000 mpaka 150,000. Watu watajiuliza, 150 kweli unapata? Watu wengi sana wamepata hizo 150. Na mpaka wengine wamezirudisha kwa sababu wameshindwa kuzifanyia nini? Kazi. Ni kwa sababu hawana mawazo bunifu. Na wengine kudanganya. Yaani wewe sema eneo lilopo, tutakusaidia kwamba nenda sehemu fulani, tutakushika mkono, nenda eneo fulani. Hii ni fursa sana, hususan kwa vijana wenzangu. Ni fursa ambayo itatusaidia. Wewe kama dereva bodaboda, bisha hodi kwa afisa maendeleo ya jamii wa kata. Kama ni mama lishe, nenda pale, baba lishe, nenda pale. Wewe si unafanya, yaani kila ambacho unachokiona unakifanya, unahitaji support ya kupata mtaji, nenda pale. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani alikuwa hayo kwa ajili ya hii mikopo ya 10% ya manispaa. Tumesema mkopo hauna riba. Ukichukua milioni 20 utarudisha milioni 20 hizo. Ukichukua milioni 150 utarudisha milioni 150 hizo.
Kwa hiyo mimi nilikuwa na yangu hayo machache, labda kama kuna maswali niweze kukaribisha, tuulizane maswali, zeni nitarudisha kijiti kwa kiongozi. Asanteni sana. Kwenye hii mikopo ya 10%, kama watu ambao wanahitaji hii mikopo wako kwenye kata tofauti, inawezekana wakafanya application ya huu mkopo? Hapana. Yaani kama watu wanatoka kata tofauti, muda mwingine mpaka mitaa, yaani tunashauri kutoka katika mtaa mmoja. Tunaelewana eh? Tunashauri mtu, yaani kikundi kitoke katika mtaa mmoja. Hii ni kwa sababu moja, kwa sababu huwa tuna kamati ya mikopo. Sasa ile kamati tutakapokuwa tunatembelea, tunaenda kwenye utawala husika. Kwa mfano tuko kwenye mtaa labda wa Boko, tutatakiwa kufika kwenye ofisi ya serikali za mtaa wa Boko kwa ajili ya kutembelea vikundi vinavyotoka katika mtaa huo. Kwa hiyo kama na urahisi wanyie kuwa tracked kwamba mnatokea wapi. Kwa mfano leo mtu yuko mtaa wa Basi Haya, wewe uko huku, lakini ni halmashauri moja. Kuna namna ambavyo ilishawahi kutusumbua, unakuta mtu wewe uko huku Boko, mtu yuko Basi Haya, amehama bila taarifa na tunamdai. Siku ya siku watakufata wewe. Kwa hiyo kanuni inatutaka watu watoke katika mtaa mmoja kwa urahisi wa kuweza kufuatilia hii mikopo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi swali langu ni kwamba lazima uwe mtaa watu wanaishi au inaweza kuwa hata eneo la biashara? Yaani kwa mfano mtaa mmoja wa biashara tukaamua kuja kukopa, inawezekana au lazima tu tunaishi mtaa mmoja tunapoishi majumbani, sio kwenye biashara? Ni makazi, tunachokiangalia ni makazi. Lakini biashara, kwa mfano mtu unatokea mtaa wa Boko, unaweza kuwa unafanya biashara labda Tegeta, unaweza kuwa unafanya biashara Kinondoni, au unafanya biashara Madale kule. Sisi tunachokiangalia ni makazi, ili mradi tutakapokuja kukutembelea na kuverify makazi yako tukukute katika mtaa husika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi swali langu hapo ni kuhusiana, kwa mfano hicho kikundi cha biashara. Hicho kikundi cha biashara, sababu unakuta watu wanafanya biashara, wapo wengi katika maeneo ya kazi. Na muda wa kuja kutembelea maybe tutakuwa katika maeneo ya kazi. Na wanaweza wakaangalia maeneo yetu ambayo tunayofanyia biashara. Kwa mfano ukaja ukakuta eneo ambalo mimi ninalofanyia biashara. Kwa mfano tumejiunga kikundi na watu, lakini si muda mwingi tupo katika maeneo ya biashara. Na kikundi ambacho wengi ambacho tulicho nacho hapa kanisani, maybe wengi hatupo sehemu ya mtaa mmoja, wengi wapo sehemu tofauti tofauti. Sasa sijui kuna namna gani ambayo itakayotusaidia, lakini maybe kitu ambacho kitakacho tu present ni yale maeneo yetu ya biashara ambayo tunayofanyia. Okay, ni kweli, lakini kanuni sisi inatutaka kwamba watu watoke mtaa mmoja. Sasa baada ya kutokea hii changamoto mwaka jana, mwaka juzi mwishoni, mwaka jana kulikuwa na John hapa alipresent kitu kimoja, walikuwa wameandika WBN, ile mikopo ya wamachinga. Sasa hivi kwa mfano kuna mtu mwingine hapendi kujiunga kwenye kikundi. Kuna hiyo mikopo inayotolewa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Yenyewe inakuhitaji kuwa na biashara na inakuhitaji kuwa na kitambulisho cha machinga peke yake. Ile sasa kwa mfano mimi naishi Boko, lakini biashara yangu iko Kawe sokoni. Kwa hiyo nitajisajilia pale pale na nitapata.
na ile mikopo inatolewa na benki ya NMB yenyewe, sasa ile ya wizara. Yaani ukiona kwamba kuna sharti la huku la manispali na kushinda, unaweza ukaenda kwenye hii mikopo ya wizara. Tunaelewana eh? Ile inakuhitaji kuwa na kile kitambulisho tu ama namba za ile kitambulisho cha machinga. Na ile mikopo yao inaanzia 500,000 mpaka 500,000. Tumeelewana, isipokuwa yenyewe ina riba ya 7% na inatolewa na benki ya NMB. Unaanzia pale pale tu kwa mtendaji, unaanzia pale ofisi ya kata kwa afisa maendeleo ya jamii wa kata. Wewe utaenda pale na kitambulisho chako cha NIDA, atakupa fomu tu ya kujaza. Ukishaingizwa kwenye mfumo pale utalipia shilingi 20,000 kupata kile kitambulisho cha machinga kile. Na kile kitambulisho cha machinga ni kama vile vitambulisho vya wafanyabiashara vilikuwa vinatolewa kipindi cha serikali ya awamu ya 5 chini ya JPM. Kuna kitambulisho sasa hivi vimeboreshwa. Vile sasa hivi unaingiza taarifa zako za NIDA, kile kitafetch ile details zako zote za NIDA, ndio kinakupa kile kitambulisho cha machinga. Kile ukienda benki ya NMB unaenda kujaza, wanakuja kukagua, wanakupa mkopo ulioomba kulingana na andiko lako la biashara. Kama utakuwa unashindwa hivi vigezo vya kwamba mnatakiwa kutoka mtaa mmoja na kata moja. Sawa, naomba na mimi niulizie hapo kabla hajaenda mtu mwingine. Karibu. Ya, wanasema ndege wanaofanana ndio huruka pamoja. Sasa inawezekana, labda inaweza, kwa sababu wewe ni afisa, unaweza ukarudi kule pia ukaongeza kama pendekezo. Kwa sababu inawezekana mimi labda ndo nimejenga sasa nyumba Mabwepande, ndo nimehamia kule. Lakini huo mtaa nao kaa kwa muda huo nisiweze kupata watu ambao naendana nao kimaono au kimtazamo. Umeelewa eh? Lakini kwenye hiyo kata kuna watu ambao niko nao kwenye hiyo kata, ila tupo kwenye mtaa mmoja, wana makazi ya kudumu. Yaani ni kana kwamba wamejenga nyumba zao na wana hati zao za nyumba. Inawezekana hao watu tukaunda kikundi, kwa sababu tupo kwenye kata moja lakini mtaa tofauti na tuna maono sawa na kila mtu ana makazi yake ya kudumu. Hapo kama halmashauri hawezi kasaidia, kipaumbele kipo, mnakaribishwa. Kwa hiyo kama kutakuwa mnatoka kata moja lakini mnatoka ile mitaa tofauti, tuna namna ambayo tunaweza tukaja tukaongea na mkuu wa idara, lakini tukaongea na mtendaji wa kata pamoja na mtendaji wa mitaa mnakotoka, tutaangalia namna ya kuweza kuwasaidia. Swali jingine? Karibu. Vijana peke yake unaweza kuwa na mchanganyiko vijana, wanawake? Tunapoongelea vijana tunamaanisha kuanzia miaka 18 mpaka 45 regardless of gender. Yaani kwamba awe wa kiume wa kike, lakini miaka 45 mwisho. Sawa eh? Ikifika 46 akiwa mwanamke ataenda kwenye grupu lile la wanawake. Lakini wewe wa kiume ndio utakuwa umeishia hapo, uwezi ukaenda kwenye grupu jingine, au kama unaweza kujiunga kwenye ile grupu la wamachinga sasa la kitambulisho. Sawa eh? Lakini mchanganyiko kwamba wa kike na wa kiume mwisho miaka 45. Tumeelewana eh? Vijana wanawake. Vijana na wanawake. Kwamba kama mnataka kuwa mchanganyiko, umri wenu uwe mwisho miaka 45. Ina maana hata mnapounda kikundi mkiingiza kwenye poto ile NIDA itakukataa automatically kwamba hamwezi mkawa ke na me kwa sababu 1 2 3. Yaani umri wako umezidi kwenye umri wa ujana. Tumeelewana hapo? Yaani ukitaka kuwa mchanganyiko wa kike na wa kiume, umri wenu uwe miaka 18 mwisho 45. Lakini wewe labda una miaka 18, kuna grupu la wanawake ambao wana miaka kuanzia 46 kuendelea, itakukataa wewe wa kiume, itakutoa. Sawa eh? Bado una mashaka hapo kile. Umenielewa eh? Haya, karibu. Swali jingine? Amina, Bwana asifiwe. Amina. Ni swali langu na swali mawili. La kwanza, umesema kujiandikishia katika mtaa tunaoishi. Sasa unakuta
Kwa mfano, mtaa tunaoishi tunajuana, ila biashara zetu zipo sehemu tofauti tofauti. Pale inakuwaje? Kwa sababu nakumbuka mwaka jana tulisajili katika biashara zetu. Changamoto iliyotukuta, tulikuwa mtaa tofauti na kuna moja ilikuwa wilaya tofauti. Ile tulipofikia hatua ya kutembelewa, kwenye biashara tulikuwa sawa, lakini kwenye makazi ndio ile tukwamisha. Sasa sijajua kwa sasa hivi nikipata kikundi cha mtaa mmoja na biashara ni sehemu tofauti inakuwaje? Na je, kama tutaanza kusajili upya, tulipojisajili mwanzo yale majina tunaweza tukayabadilisha au tunafanyaje pale? Tunajifuta, tunaanza upya au inakuwaje? Okay, nashukuru. Kumbe kuna muhanga yuko huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa yule aliyekutwa makazi sio wilaya yake hii, sawa? Au sio sehemu yake ya kuishi. Yule ndio mnaweza mkamtoa. Sawa eh? Mnaandika muhtasari wa kumtoa, mnaweka na zile sababu, sawa eh? Nenda tu kwa afisa maendeleo ya jamii atawasaidia. Biashara kama biashara. Yaani tunapoongelea manispaa ya Kinondoni, sawa? Biashara yako iko Kinondoni Manyanya pale. Biashara yako iko Bunjubi sokoni kule, sawa? Wewe bado una fursa ya kupata mkopo kwa sababu bado uko kwenye halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Isipokuwa makazi tu ndio yanatakiwa yawe ya sehemu moja, sawa eh? Kwenye mtaa mmoja ama kata moja. Tumeelewana? Yule aliyekuwa anaishi Ubungo mnaweza mkamtoa. Mnaandika muhtasari. Sasa watu wengi wamekwama, mkawaambie na wale wengine kule. Yaani ni kwamba watu wengi wamekata tamaa. Unakuta kwa mfano kama issue ya huyu, ilikuwa tu ni yule mtu mmoja kumtoa, lakini walikuwa bado wana nini? Wana sifa. Mnatoa, mnatafuta mtu mwingine ambaye anaweza akafanya biashara, mnamuweka, mnapata mkopo. Tumeelewana? Na kumtoa ni rahisi tu, mnaandika muhtasari, mnaupandisha kwenye ule mfumo ambapo mliposajiliwa kwamba mnafanya change request ya kutoa mwanachama mwingine na kumweka mwingine kwa sababu ya makazi. Tumeelewana eh? Yeah. Swali jingine? Mwalimu, kuna issue ya watu wa familia moja wanaweza kuanzisha kikundi. Yaani labda kwenye familia tuko vijana 7. Maana kikundi si ni watu 5 mpaka 20. Je, wanaweza kuwa kwenye kikundi kimoja au inabidi wachanganyike na watu wengine? Watu wa familia moja haturuhusu. Hairuhusiwi kabisa. Kumekucha. Watu wa familia moja, yani kama mkizidi sana muwe 2 kwenye kikundi cha watu 5. Tumeelewana eh? Yeah. Yani mkizidi sana muwe 2. Na kuna wengine huyu washangazi wa nani majina ya fanani, lakini mtakapokuja kuingia kwenye kuhojiwa na zile kamati, mtajikuta tu automatically inajua kwamba huyu inawatoa. Mbali na vile vitambulisho vya NIDA inaweza kuwa kwamba labda ni John Paul, huyo sijui Esther Paul, huyo si nani, lakini katika mahojiano ya zile kamati 3 moja kwa moja itagundua kwamba hawa ni watu wa familia moja. Nataka kuongeza swali hapo. Karibu. Hiyo ni sharti kwenye mikopo ya 10%, kwa sababu kuna watu waliunda kikundi wa familia moja na cheti wamepata. Yaani nafahamu vikundi pia vinaweza kutumika kwa ajili ya maombi ya tenda. Kwa hiyo hayo ni masharti tu ya mikopo ya 10% au ndo inabidi waanze upya? 10% peke yake. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba kuuliza swali hapo kwenye makazi. Sawa, karibu. Hii mikopo mnachukua wenye makazi wa kudumu au hata wapangaji? Wote tu, hata kama unaishi barabarani lakini unafanya biashara tunakuchukua. Asilimia kubwa watu hawana makazi yao ya kudumu. Kwa mfano kama vijana wa miaka 18 uweze unamkuta yuko nyumbani. Na mwingine hawana kabisa makazi ya kudumu. Na asilimia kubwa ya mkoa wa Dar es Salaam ni wapangaji. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Swali langu mimi liko pale katika upande wa nikifanikiwa
kupata huo mkopo katika hiyo taasisi yenu, ni kwa jinsi gani naweza nikafanya marejesho? Kwamba hayo marejesho naweza nikafanya kwa mwezi au kwa miezi au kwa mwaka? Marejesho kama nilivyosema awali kwamba mikopo yetu ina term ya mwaka mmoja mpaka miaka mitano. Inategemea na kiwango cha mkopo uliochukua na biashara unayofanya. Kwa mfano, mtu wa bodaboda tumempa mkopo leo wa milioni 2, si ndio? Amepata pikipiki yake. Automatically yule akishapata anaanza kufanya biashara yake. Ina maana huyo tuna term kwamba kuanzia mwezi huo huo anaanza kufanyaje? Kurudisha marejesho. Huu mkopo huu unakuwaga na grace period ya miezi 3 toka umeupata. Kwa mfano wale mnaofuga kuku, labda umechukua vifaranga, yani inategemea na biashara yako, lakini inakuwa na grace period ya miezi 3. Lakini kuna mtu mwingine labda analima miogo, si ndio? Tunajua kabisa miogo inaweza kaenda mpaka miezi 5, si ndio? Kwa hiyo mkopo utarejesha kulingana na aina ya biashara yako. Yule anaweza kuanza leo kwa sababu tutachambua ile biashara yake kwamba ni namna gani inaweza kuanza uzalishaji. Tumeelewana eh? Lakini grace period inaanzia 3. Inategemea na aina ya biashara unayoifanya. Mama lishe hatuwezi tukamwambia kwamba grace period ya miezi 3 wakati yeye ni kila siku anaingiza fedha. Tofauti na yule mtu anayefuga labda ng'ombe wa maziwa, hatuwezi kwamba ameleta leo ng'ombe leo na tuanze leo kumnani. Kwa hiyo kuna namna anaweza kuwa extended. Kwa hiyo tunaweza tukampa muda wa kuanza kuleta marejesho, lakini grace period ni kuanzia miezi 3. Na urejeshaji itategemea na biashara yako. Bodaboda hatuwezi kukupa miaka 5. Bodaboda sana sana inaweza ikawa ni mwaka mmoja au miaka 2. Sawa eh? Kulingana na kile unachokipata kwa siku. Pia bajaji hivyo hivyo, na wale wanaochukua magari kwa ajili ya Bolt na kwa ajili ni biashara za usafirishaji zote. Swali jingine? Hapo nataka kuuliza kwenye grace period. Kwa mfano mtu amechukua mkopo kwa ajili ya kilimo au ufugaji. Grace period ya miezi 3 kwa mtu ambaye amechukua let's say mkopo kwa ajili ya kufuga ng'ombe wa maziwa, nadhani mpaka aanze kupata return ya uwekezaji wake kwenye ufugaji miezi 3 itakuwa ni michache sana. Au ameenda kujiwekeza kwenye kilimo let's say cha korosho, kapanda miche ya korosho eka kadhaa, mpaka zije aanze kupata return miezi 3 ni michache sana. Hapo inakuwaje? Nimesema kwamba grace period inaanzia miezi 3 kulingana na aina ya biashara ambayo wewe unaifanya. Kwa hiyo tutaangalia kabisa, labda mtu analima miogo, tunajua automatically miogo ni kuanzia miezi 6. Yeah. Na swali kidogo. Karibu. Swali langu lipo katika swala la katiba ya kikundi. Yes. Katiba ina sifa ya kueleza dhima halisi ya kikundi kama kikundi kimoja. Sawa. Je, inapotokea kila mtu kwenye kikundi ana wazo lake, katiba yake inakaaje? Katiba yake pale kuna vyanzo vya mapato pale kwenye biashara. Pale kutakuwa na masharti ya pamoja kama kikundi. Lakini mtatofautiana tu pale kwenye vyanzo vya mapato. Wewe utasema labda dereva kwamba kutokana na biashara ya usafirishaji. Huyu biashara mamalishe. Huyu atasema kulingana na huduma utakayotoa. Pale ndio itatofautiana. Karibu. Kuna uwezekano wa mtu kuwa kwenye vikundi viwili tofauti. Let's say anakuwa kwenye kikundi kicha 10%, lakini pia na kikundi kingine ambacho kiko kwenye mambo ya wizara. Kwa mfano hii fursa ambayo imetangazwa sasa hivi ya fursa ya wizara ya vijana. Let's say mtu tayari ulikuwa na kikundi cha 10%, lakini tena na ukajiunga kwenye kikundi kingine ambacho kufukuzia mikopo ya wizara ya vijana. Kwenye hizi poto zetu ambazo tunazitumia, kwa sababu hata wizara pia wana poto zao, kwa hiyo hii mifumo imeunganishwa. Ile namba yako ya NIDA itakapotumika mara moja, automatically kule itakukataa. Na ndio maana kwa mfano
kama kuna watu hapa walikuwa wamesha register kikundi lakini hawakufikia hatua ya kupata mkopo, ni mara 100 mrudi mlikosajilia muweze kuangalia, hususan kama dada hapa, kwa sababu leo ukiunda kikundi utakapoingiza namba yako ya NIDA itakutemu uko na kikundi kingine, haitokuruhusu kuendelea. So hapo unafanyaje ili kurectify? Kwa mfano wengine kwenye kikundi cha 10% hawakufanikiwa kupata mkopo lakini tayari kilishasajiliwa na sasa hivi wako kwenye mchakato wa kuingia kwenye hii mkopo wa wizara. Itakapokataa ile namba ya NIDA utarudi kwenye mamlaka ambayo umesajilia. Let's say kama halmashauri utakuja kwenye ofisi za halmashauri utaelezea shida yako, ina maana tutakupeleka kwa IT, tutakonfirm kwamba huyu mtu hajapata mkopo, kwa hiyo tunakuondoa kwenye mfumo. Kwa sababu mwaka jana tulipata kesi nyingi. Watu wamejisajili Mbeya kule, inakataa inamwambia kwamba ana mkopo halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Watu wanakuja mpaka na wanasheria. Wanakuja wanamtafuta afisa maendeleo ya jamii kwamba amewaingiza kwenye mkopo wao bila kumbe mtu alijisajilia kufanikiwa, inamsoma kama ameshapata mkopo. Kwa hiyo unawasiliana tu na mamlaka husika, na uzuri ukishaingiza inakwambia huyu mtu yupo kwenye kikundi fulani, kinapatikana halmashauri fulani. Swali jingine? Swali langu ni kwamba wanandoa wanaweza kuwa kwenye kikundi kimoja? Ile haturuhusu kabisa. Haturuhusu kabisa wanandoa kuwa kwenye kikundi kimoja. Kwa sababu mkopo wa 10% ushakuwa mgumu. Yalishatokea kutokea. Tunaenda kudai pahala, tunaambia yule nilishaachana naye kwa hiyo mkamdai. Wanandoa ndio wanandoa, uchumba tuhesabu kama wanandoa. Si kwenye ndoa wanaachana pia, au ulijui hilo dada? Lakini bro, yes. Samani kwa mfano. Kwa sababu sio kwamba wanaomba mikopo wanaoanza biashara. Let's say kuna wanandoa walikuwa na kampuni yao. Walikuwa wana kampuni yao tayari. Alafu wakaomba mkopo ili waweze kujikimu. Wanakuwa pia qualify. Tayari walikuwa na kampuni before. Yes. Ndio. Sasa hayo mengine ni nje ya boksi, karibuni kwenye ofisi zetu. Tutembele. Yanaongeleka lakini. Karibuni. Mfike, lakini pia tunawashauri watu wenye vikundi mjisajili PPRA Nest kwa ajili ya kuweza kupata tenda mbalimbali. Tunaelewa kwamba kuna serikali huwa imetenga zile 30% kwa ajili ya kutoa zabuni kwa makampuni ya vijana, wazee, makundi maalum kwa ujumla. Ile 30% ya tenda, kwa mfano kama upishi, ulinzi, usafirishaji, usafi na vitu vingine. Pia kwa halmashauri yetu ya manispaa ya Kinondoni, hizo tenda pia tunazipa kipaumbele kwa vijana, wanawake pamoja na watu wenye ulemavu. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Samahani. Karibu. Mimi swali langu ni kwamba huyo mtu ambaye tayari let's say ameshaomba tenda akakubalika na mfumo wa Nest akapata, lakini akahitaji tena mkopo wa 10%, huyo mtu anapata huo mkopo au kwa sababu unapata? Kwa sababu unakuwa hujaomba mkopo, ile ni tenda. Ila yani iko hivi, 30% wameambiwa kwamba watenge, yani kwenye zile zabuni zote watoe 30% kwa ajili ya makundi niliyoyataja. Kwa hiyo tunaposema 30%, yani kama kwa mfano kama manispaa ya Kinondoni manunuzi yetu ni bilioni 1, automatically milioni 300 tenda zitaangaliwa kwa yale makundi maalum. Tunavyojua unachukua tenda wewe utatoa huduma zeni mzigo utapata baadaye. Kwa hiyo kipaumbele ni kwenye yale makundi. Swali langu jingine,
huyu mtu ambaye anaomba tenda nesti, yani qualifications zake ni zipi, na lazima awe na biashara inayoonekana? Yani let's say mtu anaomba tenda ya upishi, hana vifaa, hana, yani sijui niongeaje, hana vifaa physically ambavyo anaweza akafanya, lakini anaamini kwamba baada ya kupata tenda, yani anaweza akafanya hiyo kazi. Sasa kwenye utoaji wa tenda tunatakiwa wewe tayari ulishasimama, una uwezo, at least ulishaanza. Na ndio maana tuna encourage hata vijana, kwa kama mnafanya kitu cha pamoja, mnapokuwa mmepata hii mikopo ya 10%, mnaweza hata ikakusaidia hata kwa ajili ya kuomba tenda. Unajua unapokuja kuomba tenda, tayari mtu anajua kabisa una uwezo wa kutoa ile huduma, alafu malipo yako utayapata. Kwa hiyo unaweza ukatafuta kwenye vyanzo mbalimbali, lakini uwe tuna ule uwezo wa kuweza kutoa ile huduma ambayo imefanyaje, imetangazwa. Nikajua unauliza swali mzee. Mimi nina swali. Karibu. Mimi hapa. Asante. Nina maswali mawili. Karibu. Asante. Swali la kwanza, ninatamani kuuliza, mfano ninaishi Kinondoni, lakini nina familia ambayo inaishi Ilala. Halafu nina watu ambao wanaishi Ilala ambao ninaweza nikaa kwenye kikundi kimoja. Ninaweza nikatumia familia yangu nikaungana na wale watu kwa ajili ya kuomba mkopo. Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, umeelezea lakini ninaongezea kwenye hilo uliloelezea kuhusu wale watu, kuhusu namna ya kurejesha. Kwenye kikundi mko 6, halafu kila mmoja ana biashara yake. Na unakuta labda mmoja mtaji wake milioni 10, mwingine milioni 2, mwingine milioni 7, na wote kwa ujumla unakuta labda ni milioni 50. Hiyo ni ya kikundi. Lakini kwenye kikundi kila mmoja ana kiasi chake ambacho mtaji wake unagharimu. Kwenye urejeshaji hiyo imekaaje? Nianze na hilo swali la mwisho. Ni kwamba kwenye urejeshaji kila mmoja atarejesha kwa kile alichokipokea. Wewe umepata milioni 2, utarejesha milioni 2 yako na kwa muda ambao unatakiwa. Kwa mfano, mwingine anaweza kwenye kikundi kimoja, mwingine anaweza kuwa na mkopo wa milioni 5, mwingine ana mkopo wa milioni 20. Kwa hiyo automatically hata ule muda wa marejesho mnaweza mkapishana kidogo. Kwa hiyo wewe utarejesha hiyo milioni 5 yako na yeye atarejesha milioni 10 yake kwa muda unaotakiwa. Wewe unaweza ukasema kwamba labda unarejesha kwa muda fulani, lakini watu tunatamani at least ule muda, limit ya muda wa marejesho uwe sawa, lakini kiwango cha kurejeshaji kila mmoja atarejesha kivyake. Hii ni kuepusha ile kwamba wewe mkopo wako umerejesha kwa miaka 2, afu yule ana miaka 5. Kwa hiyo wewe hata ukimaliza ndani ya miaka 2 hutoruhusiwa kukopa mpaka yule amalize. Lakini swali lile la kwanza, tunaangalia makazi yako yalipo kwa wakati huo. Tumeelewana? Yaani tunaangalia makazi yako yalipo kwa wakati huo. Tukija na mjumbe atatuambia kwamba kweli huyu mtu anaishi hapa. Kule nyumbani tabaki tu ni nyumbani, utawapa fursa walioko nyumbani na wenyewe kukopa huko Ilala. Tumeelewana? Kwa hiyo ndio hivyo. Nadhani niko sawa. Swali jingine? Nilikuwa na swali kuhusiana na au machinga. Yeah. Umesema ambao wanaanzia kuanzia 3 mpaka milioni 5. So hiyo anatakiwa awe mtu mwenyewe binafsi au ni kikundi? Machinga ni mtu mmoja mmoja, wewe binafsi. Yaani tunasema wale wafanyabiashara wadogo wadogo tunawaita tu kwa jina la machinga, lakini ni wafanyabiashara wale wadogo wadogo wote. Na kwa mfano unaweza kukua kutoka kwenye hiyo milioni 5 ukasogea inaweza kufika kulingana sasa na biashara yako na terms, kwa sababu ile mikopo wamekabidhiwa watu wa benki, kwa hiyo wanatoa kwa terms za benki. Yaani wao wanafanya evaluation ya zile biashara. Na hiyo wanakuja pia, sheria zake ni kama hizi za kikundi, wanakuja wanakuangalia
kujisajili. Watakukagua maeneo ya unapofanyia hiyo biashara yako, japokuwa mpaka wale wanaomuvu kwenda sehemu fulani na nini, lakini wataangalia ile pointi yako kubwa ni wapi wanakupa. Pia kama uko karibu na benki ya NMB unaweza ukaenda kupata taarifa sahihi. Kwa upande wa kujisajili utamwona afisa maendeleo ya jamii, lakini kwa upande wa details za mikopo hiyo ya wamachinga unaingia tu kwenye benki ya NMB. Swali langu linaenda kwenye upande wa tenda. Je, uombaji wa tenda ni unaruhusiwa kuomba tenda Tanzania nzima au kuomba specific area ambao unakuepo? Ile Tanzania nzima ile inahusika. Swali langu tupo wana kikundi 5, mmoja akakimbia, ngali chukua hela kwa lani yake, inakuwaje hapo? Kikundi ndio zamana, mtagawana, mtalipa hiyo fedha. Karibuni. Kama maswali yameisha, tuokoe muda. Kama kiongozi atakuwa na jambo la kutuongezea, tuongezee ili pia tuokoe muda, na maswali mengine nadhani atatupa nafasi ya kuwa tunamuuliza hata baada ya hapa. Sawa, kwa sababu naamini John ana mawasiliano naye. Sawa. Kwa hiyo kama kuna jambo lolote kiongozi unataka kutuongezea maarifa au chochote, karibu. Mimi ni washukuru waamini wa kanisa hili. Ni washukuru kwa utayari wenu kwa ajili ya kupata haya maarifa. Naamini kabisa tusiwe wachoyo wa taarifa na maarifa pia. Hata wenzetu walioko kule tujitahidi sana kuweza kuwapa hizi taarifa pia na maarifa, tuwaelimishe. Lakini msichoke kutuuliza. Tutaacha namba zetu, nitataja namba zangu, lakini pia kaka Joni pale kama atakuwa na nani yule mnaweza mkao mnampa, kwa sababu amesema anaishi kule, anaweza kawa anapita pale ofisini, tunaelimishana zaidi. Tunaelewana eh? Kwa hiyo pale unapokumbana na ugumu niambie, lakini neno kubwa connection. Tunaelewa? Tujitahidi sana kutengeneza connection, yani kujuana. Ile ukimwona mtu fulani jitahidi tutengeneze nini? Connection. Nikiongelea connection ina maana kubwa sana. Kila mmoja anamtegemea mwenzake. Tunaelewana eh? Nilikuwa nawachekesha watu siku moja, nikwambia kwamba mimi nina mpaka wahudumu wa mochwali ni marafiki zangu. Nilikuwa siku moja nawaambia wadogo zangu, wakawa wananiambia huo ujinga huo, mtu wa mochwali anakusaidia nini? Kwa hiyo tutengeneze connection, hiyo chain inatufikisha tufike kule. Mungu ametupa kusudi, na hata kanisa lina wazee wa kanisa, lina waumini, lina watu gani huko, lakini ndio tunaujenga mwili wa nani? Wa Kristo, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuingia kwenye mahubiri, lakini pointi yangu kubwa ni connection. Leo nimejuana na brother John katika mazingira alionikuta ofisini, lakini leo ndo nagundua kwamba yeye ni mtaalamu wa nini? Wa manunuzi. Kwa hiyo na mimi nikiwa na nani nitakimbilia kwa brother John. Jitahidi mtu yeyote, hata kama ni teja, shikana naye urafiki, kuna sehemu atakuokoa. Utakuja uniambie. Tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Connection. Kwa hiyo mnaweza mkachukua namba zangu. Ni 0686 089 280. 0686 089 280. Ukiwa una shida yoyote kwa mkoa wa Dar es Salaam, katika halmashauri zake 5, kijana, hata kama ni mama, baba, kama umeshindwa nipigie simu. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana.